Bana, story ambayo inazungumzwa sana kwa kipindi hichi hapa ni story ambayo inamuhusu Sheikh Walid ambaye ilikuwa ni shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na kwa sasa hivi ametenguliwa katika kitengo hicho ambacho alikuwa anakifanyia kazi na kukabidhiwa Sheikh Abasi ambaye sasa hivi anatambulika kama shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. So maamuzi yao yamefanywa na Baraza la Ulama Taifa la BAKWATA leo tarehe 14 Julai 2026 limekutana katika kikao cha dharura dhidi ya mwenyekiti wa kaimu mufti Sheikh Alhamisi Ngeruka ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. So taarifa hizo zimetolewa katika vyombo vya habari, lakini pia watu mbalimbali wametoa maoni yao, lakini pia na kuzungumza kwamba baada ya kutolewa au kuteuliwa katika nafasi hiyo ya Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, baadhi ya video ambazo zikimuonyesha binti moja ambaye ilikuwa anazungumza kwamba alikuwa anatishiwa maisha na Sheikh Walid ambaye pia ni mzazi mwenzake. Huyo binti anaitwa Bella. Kwenye mitandao ya kijamii video zake mbalimbali zikiwa zinasambaa, lakini pia mwenyewe alijirekodi na kuzungumza kwamba yeye na mzazi mwenzake ambaye ni Sheikh Walid hapati ile care ya mzazi, lakini pia alikuwa anatishiwa kwamba asizungumze yale mabaya au asizungumze vile vitu ambavyo Sheikh Walid alivyokuwa amfanyii. So alifika mbali sana, akasema kwamba alikuwa anatishiwa kuuawa. Sikiliza ubinti ambacho alikuwa anakizungumza pale, afu angushe maoni yako. Nikalala, akamwita kuna mgeni wao, kakaja tukaongea, kaanza kunitisha, lakini baada ya tukaelewana, nikaondoka. Baadaye tena nikaenda, akataka kunipiga stuli mbele ya dada yake akamwambia shehe acha, ndo akaniacha, akachukua ile stuli kapiga kwenye vigai vikapasuka. Hapo chanzo chote, naenda pale ofisini kwake, kijana wake Saidi mpambe wake anasema hivi, shehe hayupo, yuko bungeni. Kwa hiyo siku hizi ni mbunge, anafanya kazi bunge. Kwa nini unawatelekeza watoto wa watu na watishia? Mimi mbunge, mimi mtu mzima, mimi nafanya kazi serikalini, mimi mkiniletea mambo mengi nitakupoteza. Kwa nini unawatishia watu hivyo wakati natakiwa ukae nao kwa amani? Kama mtu kakukosea, mshauri, mambo aishe. Au haitakiwi ufundishe tabia hii, natakiwa ufundishe tabia nzuri kwa sababu wewe ni kiongozi. Sasa ukianza hivyo, watoto wako watakuja kufanya kitu gani? Watajifunza kitu gani? Kweli nilikuja nyumbani kwenu, ukataka kunipiga mbele ya dada yako Gisturi, ukaniita, tukafika, ukanikuta njiani, unanitukana pale Magomeni, unanitukana njia yote, njoo nikuue. Sawa, nilikuja ofisini ukaniambia toka, kwenda, sikutaki wewe. Sikutaki, ngatoka, ngaenda. Baadaye unajua kilichofuata, ulianza kumpigia mama Ashura, ukampigia, ukamwambia ndamkuta huko, naomba atoke, ndampoteza leo, hamradi nyewe wote. Kwa nini unajizalilisha hivyo? Ndo moyo wako, ndo tabia yako. Haya, sasa ni hapa kwa mkuu wa wilaya nilienda, Central nilienda, kwa mufti nilienda. Viongozi wangapi walikutafuta kwa jambo hili, wewe ukawadharau na ukawakubalia wengine? Ndio, mimba ni yangu, naenda kukaa naye, sawa, ili jambo nitalimaliza. Baadaye ukitoka kuonana na wale viongozi, unakuja kuniambia umeenda kunisema ndakutafuta, tutatafutana. Saa hii imefika mahali kweli mimi natishiwa na maaskari wako. Unataka kuniua hadharani? Nimekufanya kitu gani? Alafu kama mnasingiziwa, kuna watu mnafikiria kwamba mimi nimepanga kumchafua Sheikh Walid Alhadi Omar Kawambwa, mzazi mwenzangu. Namwita mzazi mwenzangu kwa sababu sio kwa chuki, nampenda, ndo baba mtoto wangu.
Ndio hivyo, matatizo hayakosi duniani, matatizo yapo, ni kwa vile watu sio waelewa. Kwa sababu huwezi kawa una mtoto na mwenzio alafu anakwambia nitakupoteza wewe, nitakupoteza wewe. Mimi unajua mtu wa serikali. Sawa, ndiyo we mtu wa serikali, sijui kwa sababu mimi sio bosi wako nijue we mtu wa serikali, lakini ninachojua kwamba sisi wote binadamu. Haitakiwi tutishiane, kwamba unitishie kwamba utanipoteza, utamuua huyu mtoto. Mara ngapi Sheikh Walid uliniambia hicho kitoto nitakiua. Yaani huogopi hata mdogo wangu kusema mbele yake, wakati natakiwa ugomvi, yani tugombane sisi, tugombane aishe, lakini unakuja kusema mbele ya mdogo wangu. Kweli pakuna mfanya mtoto wa kiume kweli analia mbele yako, anatoa machozi, hicho kitoto nitakuja kukiua. Umeshaua wangapi baba? Umeshaua wangapi? Wallahi damu yako iliyochanganya na damu yangu, lakini nakwambia wallahi nakuapia, wallahi huyu atakuja kukupa tabu. Kwani wewe unajua mimi nimenyonyeshwa na nani? Unajua nimenyonya ziwa la nani? Sawa, kufa siogopi kufa, nitakufa, lakini niko lazi nife kwa haki za huyu mtoto. Sawa, nife kwa haki za huyu mtoto. Wameshazoea kuwadhalilisha wanawake wengine huku, nawazalisha, unawatukana na matusi ya ovyo. Kweli kwa nini unakuwa hivyo? Basi kama we ujiheshimu, waheshimu watu wengine. Sio lazima mtu mtukane matusi ambayo hayana heshima. Mtu na bora umnyamazie, sio umtukane. Linda heshima yako. Watu wengi wanakuheshimu, lakini vitendo vyako hapana. Mimi sikuchukii, sina chuki na wewe. Najua na mzigo wako na damu zako hapa. Unanitesa, unanipa manyanyasiko mimi.